Moja kwa moja nimkaribishe sasa imamu wangu Muhammad El-Kanjali kwa nasaha fupi ambazo ametuandalia siku ya leo kuhusikana na shirika letu hili la Al-Muslim Akhul Muslim kwa juhudi na harakati ambazo wanazidi kuzifanya hapa nchini kwetu Burundi. Falyatafaddal al-mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالإسلام وزينا بالإيمان ووعدنا بفراديس الجنان، ثم الصلاة والسلام والإحسان على خير البشر سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Waheshimiwa tukufu wa Islamu, kundi lizuri ambalo nalipenda sana Al-Muslim Akhul Muslim, kabla ya yote na kuamkieni maamkizi bora nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametukirimu neema kubwa ya Uislamu na akatupa pambo lizuri, pambo la imani, na akatujalia ule ambaye duniani atatumika na akafanya matendo mema kumustarehesha siku ya kiyama katika faradisul jinan, katika mabustani ya peponi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala, kama tulivyokusanyika hapa rijalan wa nisaan, wanaume kwa wanawake, hivi hivi atukirimu pepo yake ya firdaus kwa huruma wake, Allahumma amin. Sala na salam na ihsani zimwendee mtume, yeye na watu wa nyumbani kwake na swahaba zake na waislamu wote kwa jumla hadi siku ya malipo. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie mwisho mwema, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kwa kweli moyo wangu umejaa furaha kubwa ya kukusanyika katika harakati kubwa kama hii, harakati ambayo unaweza ukaiona wewe kwa macho yako ni ndogo sana. Kwani kuleta bwate kama hizi siku kama ya leo shifana basi, kwani ndo nini? Wallahi Allah anasema watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Mnaweza mkahesabu jambo la kheri kwamba ni lidogo, lakini mbele ya Allah ni likubwa sana zaidi hata hii milima ambayo mnayoiona kwenye macho yenu. Ndugu zangu Waislamu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mfano wa waaminifu katika kupendana kwao, mfano wa waaminifu katika kuhurumiana kwao, mfano wa waaminifu katika kujaliana kwao. Shida ya mwenzako ivae kama ni ya kwako wewe. Hapana, leo dunia imesharibika. Leo unaweza kumkuta mtu ambaye ana ndugu yake ambaye baba ni mmoja, mama ni mmoja. Huyu mtu huyu ana nyumba 5, alafu huyu mdogo wake ambaye yeye ndo kamwachia ziwa kwa mama yake anapanga buterere wala kinama wala kamengi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii dini ama hii dunia hatukuja kwetu kuishi milele. Hasa mtume anatuambia hapana, hata ndugu wa kuzaliwa, hata ndugu yako Muislamu. Ndio maana ni kundi limechukua kwamba al-muslimu akhul muslimi, Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake. Sio lazima mkutane kwa baba ama kwa mama wala mtoto wa shangazi wala wa mjomba, maadamu mnachangia kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, fa huwa akhuka fi dini fa hiya ukhtuka fi dini. Huyo ni kaka yako kwenye dini, dada yako kwenye dini. Tunamwomba Allah tujalie undugu wa kudumu, tupendane hadi peponi inshallah. Mfano wa Waislamu na waaminifu katika kupendana kwao, watarahumi katika kuhurumiana kwao, wataatufi na katika kujaliana kwao. Tizameni mtume alivyosema, akasema kamathalil jasadil wahid, mfano wa Waislamu mapenzi yao ya ukweli. Waislamu wa ukweli utawajua aje? Katika kupendana kwao. Mfano katika ni kama mwili umoja, idha shtaka minhu udhun, wanapopatikana mwili unapopatikana na kiungo kimoja kimeumia, tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma, mwili mzima unateseka na unalia. Kidole kimekatika cha mguu, lakini jicho linatoa machozi, mkono unafanya hivi, maana yake viungo vinapendana kwa sababu vimechangia mwili umoja. Na mnavyo mfano kama mguu umekatika, kwa nini macho yasilali? Kwa nini akili sipumzike? Mguu utajijua, lakini kwa kuwa mwili mzima umejiweka kwamba wao ni kitu kimoja, ndio maana kiungo kikiumia viungo vyote vinakesha na kuumia. Waislamu, hili jambo ambalo mmelifanya ni jambo likubwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia kwamba Mola wake jalla jalalu siku ya kiyama atakwambia wewe,
Atakwambia wewe Aisha ambao uko hapa, wala wewe Saidi ambao umediriki leo hapa kwenye Shifa, atakwambia siku ya kiyama kama vile anakulaumu. Walillahi almathalul a'la, na Mwenyezi Mungu ana mifano ya juu. Lakini atakwambia siku ya kiyama, ya ibn Adam, binadamu, Aisha, Saidi, Mariamu, sijui fulani, maritu falam taudni, niliwahi kuumwa ukuja kunitizama, niliwahi kuumwa kunifanyia ziara. Leo almuslim wa akhul muslim, mmekuja kufanya ziara hospitali, tazameni malipo mtakaoyapata. Binadamu analaumiwa na Mola wake, niliwahi kuumwa ukuja kunitembelea. Binadamu atashangaa, atashtuka, ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, Mola wangu ningekuja kutembelea aje na wewe ni Mola wa dunia nzima. Wewe ulikuwa na sifa za ukamilifu, hauwezi ukaumwa. Wewe ulikuwa na sifa za ukamilifu, hauwezi ukapata chochote katika madhara ya dunia. Allah atakwambia, ama alimta anna abdi fulan, hivyo haukuwahi kusikia kwamba mja wangu ameumwa? Haukuwahi kupita wima mahospitali? Haukuwahi kuona sehemu ambayo ndani yake kuna watu ambao wanaumwa, wanateseka na maafya? Ama alimta lau zurtahum, haukuwahi kuambiwa wala kujua kwamba laitu ngelienda kuwaona wale wagonjwa wa kushifa, wale wagonjwa wa Prince Reja, wale wagonjwa wa Khaled na kungineko? Hivyo haukuwahi kuambiwa kwamba ungeliendaga pale, la turidu minhum jazaan wala shukura, haukutaka shukurani wala malipo, umeenda kwa ajili tu ya kuwaletea furaha katika vifua vyao. Hivyo haukuwahi kuambiwa na mashaka ya kwamba ungeliendaga pale mguu mosi mguu pili, umetoa karto moja. Ameniambia kiongozi wangu Bwana Hassan ya kwamba aka moja ni franga 16,000. Hivyo haukuwahi kuambiwa kwamba ungetoaga 16,000 francs ya Kirundi ukanunua kadawa ukampa mtu wa diabete akatumia akapata afadhali, ungelikuta malipo makubwa sana. Leo siku ya kiyama binadamu anajuta, hali ya kuwa majuta hatamfaa chochote. Muislamu tujitahidi tufanye mema kadiri ya uwezo, tusije siku ya kiyama tukasema ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningelikushungaga na almuslim wa akhul muslim, ya laiti na mimi ningetoaga sadaka wakanunua dawa, ya laiti ningeenda kuona wagonjwa hospitali, ya laiti ningefanyaga. Utajuta, hali ya kuwa majuto hayatakusaidia chochote Muislamu. Waislamu ndugu zangu, mengi ya kusema tunayo, lakini muda sio rafiki, ila namalizani kisema ya kwamba kiongozi wetu wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alituambia mtu bora kuliko watu wote. Leo tunapima watu bora kwa vipimo vya akili yetu ya dunia leo na macho yetu. Bwana fulani ni bora, bwana fulani ndo babake ya fulani, la ule baba amebarikiwa kweli, ndo baba yake ya Cristiano Ronaldo, mtu maarufu duniani, ndo baba yake ya msanii fulani, huyu baba amebarikiwa kweli, ndo manake huyu ni baba mwenye hizi nyumba hizi. Tunapima ubora kutokana na mapato ya dunia. Hasha lillahi wa islam. Mtume leo anatuibia siri kwamba khairun nasi, mtu bora namba moja mbele ya Mungu ni nani? Ni ule ambaye anasali sana usiku, ni ule ambaye anafanya sijui vitu gani. Mtu akatuambia khairun nasi, mtu ambaye ni bora, Mungu anampenda sana kuliko watu wote duniani. Mtu akasema anfa'uhum linnasi, ni ule ambaye amechukua kazi ya kuwafaa watu. Wallahi waislamu, kuna watu ambao wanateseka katika hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Juzi nimepata simu kutoka Ufaransa, jamaa yangu, ndugu yangu, kijana wangu ambaye ni mjomba wangu, ananiambia kuna mama mmoja ametoka Rumonge, na hili jambo ikiwa almuslimu akhul muslimu, wallahi kama mtalishukua itakuwa ni bora sana. Huyu mama ametoka Rumonge, kwanza ni mfakazi, ni mjane, hana mme. Mtoto wake alizaliwa na ulemavu wa kawaida, miguu imepooza, hana uwezo wa kutembea. Wakawa ametoka baada ya mme kufa, akaona bora aje Bujumbura, yuko Maramvya. Huyu mtoto miguu imerudi tumboni, maana miguu imeingia ndani ya mwili ya huyu mtoto. Alafu ule mama 2,000 ya kula kwa siku na mtoa jasho. Ameenda hospitali akamwambia huyu mtoto kulingana na matibabu na elimu ya kimatibabu inaonekana inabidi anyooshwe miezi 3 ya kufatana. Baki wamnyooshe ile makine na nini, na siku moja nafikiri kama franga 15,000 na 20. Baada ya kumnyoosha inabidi apate kale kakinga kwa walemavu. Wallahi kama vitu vya milioni 2, milioni 3. Wako wapi matajiri wa Uislamu kwa ajili ya mambo kama vile haya? Wewe unafurahi tu, alhamdulillah, Mungu amekupa neema, watoto wanasoma, wanakula, wanalala, gari, wewe umemaliza. Khairun nasi anfa'uhum linnas,
Mtu bora kuliko watu wote ni ule ambaye anakaa kichwa. Ya Rabbi, pale kushifa kuna watu ambao wanaumwa diabete wanasumbuka, itakuwa aje? Mimi nawajua wagonjwa ambao walikuwa na madiabete, maana yake zinawasumbua, lakini baada ya kuja hapa kwa Dr. Sudi, Dr. Abdul Salam, leo wanafurahi, wanasikia ushauri tu, punguza sukari, acha vyakula vya mafuta, fanya hivi. Mimi namjua mtu ambaye hata Khalid anamfahamu, tulikuwa tunamfuatilia, tunamsaidia, diabete ilikuwa inampiga mkono hivi, yaani ukimwona unafanya hivi, huyu mtu vipi? Masaa 24 yeye yuko hivi, ili apumzike inabidi ule mkono ulalie, huyu uzito wa mwili wake ulalie kwenye mkono, ndio mkono unatulia. Lakini baada ya kushiriki hapa natibiwa bure bana, vimepanda punguza hivi, vimeshuka fanya hivi, wanaenda wanamtulia hivi, mkono ushagatulia, alhamdulillah rabbil alamin. Ani makaa ambayo ukikaa nyumbani hauwezi kuyafahamu, na ndio maana nawahusia wakaaji wa Buyenzi, jiungeni na makundi kama vile haya. Almuslimu akhul muslim, wallahi wa billahi, sisemi kwa sababu eti mko mbele yao, ni kundi ambalo nalipenda binafsi, linafanya kazi kubwa, limeanza hapa jujuzi, lakini harakati zenu zinafuatiliwa, zinaonekana. Kwa kweli Mwenyezi Mungu audumisheni kwenye kila la kheri. Kwa hiyo hili jambo wa Islam ni jambo lizuri ambalo tutajigamba kwa siku ya kiyama. Vile vile Mwenyezi Mungu ataambia binadamu, niliwahi kuwa na njaa, istata'amtuka falam tut'imni. Binadamu, niliwahi kukuomba chakula, njaa inaniuma, au kunipa chakula. Binadamu atashuka, ya Rabbi, wewe ningekupa chakula gani? Wa anta rabbul alamin, wewe ndio mlezi wa dunia nzima. Atakwambia haukuwahi kupata habari kwamba kuna watu fulani njaa zinawauma, haukuwahi kupata habari, laiti ungepeleka chakula ungekuta ujira wako kwangu. Waislamu ndugu zangu, kuwajali wagonjwa ni kitu muhimu sana. Mimi hili jambo nikitaka roho yangu nasikia ni ngumu, nasikia tena siokopi kufa, siokopi hivi, natembeleaga sehemu mbili, mahospitali na makaburini. Wallahi wa billah, jana tumemzika baba yangu mkubwa Kibenga. Juzi Ijumaa aliswali Ijumaa, aliswali la asiri, alisali magharibi, alisali la isha msikitini. Alafu juzi Ijumaa ndio ilikuwa ouverture ya championnat ya Angleterre, aliona machi mpaka saa 5 ya usiku. Yuko vizuri. Tizamani kifo wa Islam. Tayari masaa 6 akaanza kusikia kama kifua kinabana, pumzi ndogo, kumtia mgari, unjiana hajafika sehemu seka, qalu inna lillahi. Jana umesali la ishai, leo adhuhuri uko mkaburi. Usipotumia akili Muislamu ukajua kwamba hii dunia ni passage, nitende wema ambao utanisaidia. Subhana wallahi na kuwapieni, laiti Mwenyezi Mungu angetufungulia rido tukaona ubora wa kununua kaka kitu 16000 francs, ukaona ubora wake kununua kaka kitu ka nani franga 16000, wallahi Buyenzi nzima hapa hatungetosha. Lakini kwa kuwa khairi ni ilmul ghaibi, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Na ilmul ghaibi watu wengi hawainani, watu wengi hawaiamini, ndio maana unaona tuko wachache. Lakini Waislamu napenda kuwapeni moyo, uchache wenu usikuvunjeni moyo, wala sio kwamba wengi ndio wanafanyaga mambo mengi, hapana. Pako watu mtume anatuambia siku ya kama, pako mtume ambaye atakuja yuko na watu wawili ndio walimuamini, pako wengine ambaye atakuja yuko na mtu mmoja, na kuna wengine mtu anasema kwamba atakuja walaisa ma'ahu ahad. Mtume aliwahi kutumwa na Mungu akafanyaga dawa na akakufaga, hakuna hata mmoja alimkubali. Kwa hiyo sio lazima kundi liwe na watu wengi, kwamba almuslimu akhul muslim tumekuja wanafika namba 1 mpaka namba 30. Udogo mzuri ni bora kuliko wingi ambao una faida. Tuungane, tupendane, tusaidizane, lakini pia tuwasaidie ndugu zetu ambao wasiojiweza. Haya ni mambo ambayo Waislamu, wallahi, ukitoa hela yako katika mambo kama vile haya hautofilisikaga milele. Kama mimi wana niwewe kutoa franga zangu 200,000, 100,000, franga 50,000. Leo kupata 50 kazi, lakini wewe kutoa franga 50,000 kwenye ile kundi kwa kuwa unaona kama vile mambo yangu yakaribika. Wallahi nakuapieni, wallahi, sura ukitoa franga mfano 30,000 hapa, ukatoa kwenye almuslimu kwa mimi natoa 30,000, mtazacha kufanya ile 30,000. Leo ni Jumapili, haiwezi kafika mardi Mungu achakupa hiyo hela, na thawabu ziko pale pale. Tuwe wepesi wa kujitolea katika mambo kama vile haya. Kuitumikia na hilo twashuhudia, mnavyotekeleza dini ya wategemea. Kuja kuitumikia na hilo twashuhudia, mnavyo